Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha leo. Na ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwa kuwa amezidi kuwa mwema kwetu. Ametuleta tena, tuanze tena wiki nyingine. Mtu wa Mungu. Karibu sana. Asante sana. Wiki hii tunaanza robo nyingine. Na tuna somo la kwanza linalosema mbinu kwa ajili ya mafanikio. Mbinu. Ili ufanikiwe, kumbe kuna mbinu. Mbinu zitakazo kufikisha kwenye mafanikio. Basi nikualike kabla tujaanza tupate kuomba. Amen. Mungu wetu mwema na Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa maana umekuwa mwema. Wewe ni kiongozi wetu na ni mlinzi wetu. Siku ya leo umetuleta tena katika masomo haya. Tunakusii uanze nasi na umalize nasi. Kuwa naye na huyo anayetutazama, na utakachotupa na yeye apate sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Wow. Umesema nini mbinu? Mbinu kwa ajili ya mafanikio. Wewe unapenda mafanikio Sana. Mafanikio unayaelewaje? Mafanikio ni nini katika maisha tu ya kawaida? Sasa huyu jamaa amefanikiwa bwana, Amefanikiwa. Sema ametoboa. Yaani inakuwa ni mtu wa namna gani? Sasa kuna mitazamo tofauti tofauti. Mitazamo ya dunia, ili ufanikiwe kwamba huyu jamaa amefanikiwa, ametoboa. Awe na nyumba nzuri, awe na gari nzuri, awe na pochi nene. Kwa hiyo kwa mtazamo wa ulimwengu ni kwamba jamaa amefanikiwa, ametoboa. Okay. Ni kwamba amefikia ndoto ya matarajio yake, vitu kama hivyo. Ndoto ya matarajio yake. Okay. Tutajaribu kuangalia hii habari ya mafanikio kwa sababu tutaisikia sana katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Ili ufanikiwe katika njia yako. Ili ufanikiwe katika njia yako. Fanya haya na haya. Lakini tutajaribu kuangalia kwamba utakuta sio mafanikio ambayo yanakuja kwa kuwa umetarajia. Kwa sababu ulikuwa na matarajio, yani kitu kama nilikuwa ninatarajia hiyo hivi, lakini ni kwa sababu ulikuwa hayo mafanikio ilikuwa ni uwezekano ambao ungeweza kutimia au usitimie. Inategemeana na wewe ulivyo ipanga. Sio tu, kwa hiyo sio tu ndoto za mchana. Mafanikio ni barabara ambayo unatakiwa uipitie, uchague kuipitia. Sasa tunaenda kwenye safari ya wana wa Israeli. Kitabu kilichopita cha Kutoka, unakumbuka, kilikuwa kinahusu wana wa Israeli kisafiri chini ya uongozi wa Musa. Ndio. Jangwani. Walisafiri muda gani? Miaka 40. Ulikuwa ni mwendo wa muda gani kutoka Misri mpaka Kanaani? Kweli miaka 40 pa? Anasema kwamba ni muda mfupi. Siku moja pale ilikuwa ni kama walichukua, ulikuwa ni wa few weeks, ni wiki chache. Kwa sababu walikuwa ni wengi na watoto na wanyama. Ingekuwa ni wiki chache, lakini wakatumia. Na kwa sababu gani? Ya uasi. Walishindwa kumwamini Mungu. Na uasi ule wa Baal Peori kama utakumbuka, lakini pia waliogopa, wakasema Mungu amekuja kutuua, hatuwezi kwenda kurithi ule Israeli. Kwa hiyo kile kizazi chote kilichokuwa kimetoka Misri ambacho kililalamika, akasema Mungu hawezi kutuingiza. Haiwezekani. Hakuna mafanikio kama hayo. Mungu akasema hayo maneno ndio yatakayotimia kwenu, ila watoto wenu ambao mlisema watakuwa kama nani? Watakuwa waliwalalamikia kwamba watoto wao nao wamekuja ni kama nao hawana future, hawana mbele. Akasema hawa ndio watakaoingia. Kwa hiyo sasa kitabu cha Yoshua kinaanza na mafanikio yanachorwa kama uwezekano, kwamba kuna uwezekano mpya
Sasa kile kizazi kimekufa, Musa mwenyewe aliyeongoza kile kizazi naye hayupo. Sasa kuna kiongozi mpya, lakini hata wasafiri wapi? Kwa hiyo kuna matarajio hapo ya kwamba wataingia au uwezekano kwamba wataingia? Kuna uwezekano. Unajua matarajio, uwezekano ina nguvu zaidi, kwamba hawa inawezekana wakaingia, kama yale yaliyowakosesha wa baba zao hawataendelea nayo, hawa wanaweza kuingia kwa sababu wanaanza upya. Sasa tumwangalie huyu kiongozi mpya Yoshua katika somo la Jumapili. Sasa somo la Jumapili anasemaje? Musa mpya. Unafahamu Yoshua? Namfahamu. Unafahamu? Wewe Yoshua umewahi kumsikia? Nimewahi kumsikia. Kama ndiye aliyepokea uongozi kutoka kwa Musa. Na ndiye aliyewaongoza wana wa Israeli kuingia sasa Kanaani. Haya, kuna mafungu mbalimbali hapa, wale watakaopata nafasi watasoma kuhusiana na Yoshua zaidi. Ipo Kumbukumbu kutoka 33 mstari 11, Hesabu 14:6-30. Ni habari za Yoshua. Hesabu 27:18, Hesabu 32:12, Kumbukumbu la Torati 1:38, aya 31:23, 34:9. Yote haya yanatupatia sifa za Yoshua. Kabla hatujasoma 18 mstari wa 15 Kumbukumbu la Torati, naomba uiandae hapo. Huyu Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Musa. Wakati Mungu anawaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kupitia jangwani, yeye alikuwa anamtumikia Musa. Leo unaweza kusema kama mpambe wa Musa. Yaani Musa alipo naye yupo. Huyu Musa ndiye aliyekuwa anaongoza majeshi ya watu wa Mungu wakiingia vitani chini ya Musa. Yoshua alikuwa kama kamanda. Wale wa Amaleki wakati wamewavizia watoto wa Mungu wakiwa njiani, Amaleki alikusanya, Musa alimwambia kusanya wanajeshi, wakaingia vitani wakashinda. Huyu Musa ndiye aliyetumwa pamoja na wale wapelelezi, utakumbuka, kwenda kupeleza nchi. Yoshua. Yeye pamoja na Caleb ndio tu waliokuja na ripoti nzuri, wakionyesha imani kwamba Mungu aliyewatoa Misri anaweza kuwapa ile nchi. Wewe Yoshua ingekuwa ndio mtumishi wako, ungekuwa na wasiwasi hata kama unaondoka unastaafu? Uwezi kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo Musa sasa anataka kuondoka, akatoa ahadi hii kwa wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15. 18:15. Nasema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye. Kama vile ulivyotaka. 15 tu. Lisha paka. Anasema Bwana ataondokesha, mimi naondoka. Lakini Bwana atawainulia, ataondokeshea nabii kama mimi. Musa alikuwaje? Alikuwa ni nabii, alikuwa anaongea na Mungu. Mungu anamtumia, anaongoza wana wa Israeli kuelekea Kanaani. Kwa hiyo nabii kama yeye. Na kwa hiyo Musa mwingine atawaondokeshea. Ni kama uwezekano kwamba hii ndio linaloweza kutokea ninapoondoka, ambalo pia liliamsha watu watarajie kwamba hata kama akiondoka tutaachwa wenyewe. Sasa Mungu alikuwa amemtoa Musa kutoka Misri ya kwamba awaongoze wana wa Israeli ili akawapumzishe katika nchi ya Kanaani, awape raha.
Kazi hiyo ilishindikana kwa sababu Musa naye aliasi pamoja na kile kizazi cha uasi. Na sasa Yoshua anakuja kwamba kama huyu ndio Musa wa pili, una uwezekano sasa tukaingia rahani. Sasa tutamsikia Yoshua akipewa maagizo kwamba wewe ndiwe utakayewapumzisha, utakayewapumzisha, utakayewapa raha, utakaoingiza Kanaani watu wangu. New Moses, Musa mpya ndio anaapishwa sasa. Sio kwamba umeenda kupiga kura kumchagua Yoshua. No, amechaguliwa na Mungu. Ungekuwa na matumaini kwamba kweli tutaingia Kanaani, Yoshua aliyetembea na Musa kwamba amechaguliwa na Mungu, kwamba huyu ndio kiongozi wetu mpya, ungalikuwa na matumaini gani? Kwa sababu Musa alikuwa anaongea na Mungu na Mungu anamuelekeza, na tumeambiwa sasa kwamba kuna mwingine tena ambaye atakuwa anaongea na Mungu, nakuwa na matumaini. Asingekuwepo hivyo tungesema sasa nani ataagizwa kwetu na Mungu? Ila mimi sikiliza, kusema ukweli, sijui labda kwa sababu nafikiria hivyo kwa sababu niko leo naishi hapa tofauti na kipindi kile. Kama ndio ningekuwa pale ndio Musa anazungumza haya maneno na Mungu atamuondokea nabii kama mimi, msikilizeni yeye, mimi mawazo yangu ingekuwa, wewe ulikuwa nabii kweli, uliongea na Mungu uso kwa uso. Tuliona kabisa unaongea na Mungu uso kwa uso, sisi tukasema wewe endelea kuongea na Mungu, si hatuwezi kumsikiliza. Sasa kama hata wewe umeshindwa kutufikisha, sembuse mtumishi wako. Unajua huu ulikuwa ni uwezekano, lakini ulitarajia je, atatembea kwenye njia? Atawaongoza watu wa Mungu kama Mungu anavyotaka? Haya, umeshasoma kitabu cha Yoshua, na waomba wale wote ambao wanataka wafaidi vizuri kitabu cha Yoshua, na wewe bwana pata nafasi ya kukaa, kama uchukue masaa, utenga masaa kama mawili, pitia haraka Yoshua hii, kitabu cha Yoshua. Nilipata nafasi jana kupitia kitabu cha Yoshua, na nilichogundua vitu vingine hapa uvioni vizuri kwa sababu labda big picture au picha kubwa hujapata. Nilichogundua, Yoshua ndiye kweli alikuwa Musa wa pili, kiongozi kabisa aliyetumiwa na Mungu kuingiza rahani. Lakini japo inarudiwa tena na tena, aliwapa raha, aliwapumzisha, lakini anarudia hapo hapo tena, hawakuwamaliza wale maadui zao wote Joshua. Na mpaka mwishoni anasema chagueni mtakaye mtumikia. Wanasema tuko tayari. Lakini anasema ondoeni basi miungu iliyoko katikati yenu ya Waamori, mnaokaa katikati hiyo miungu hiyo. Kumbe hawajakubali kupumzishwa na Mungu. Kumbe kuna haja, huyu ni Musa wa pili, lakini kumbe anazungumzia habari ya kuna haja ya Musa mwingine ambaye anaweza kuwavusha watoto wa Mungu hawa awaingize rahani mwa Mungu. Wanahitaji Sabato. Sasa wewe utazungumzia Waebrania sura ya 4 pale. Maana pale anazungumza, anasema wale waliasi, waliingia Kanaani lakini walikuwa bado waasi, vichwa ngumu. Kwa hiyo ulihitaji a new Moses, Musa mpya. Ni nani huyo sasa? Ni Yesu mwenyewe. Rafiki yangu, habari njema ni hii. Yoshua kweli alitangazwa ni Musa wa pili kwa kile kizazi, lakini hakuweza kuwaingiza rahani, ukombozini, katika amani, shalom ya Mungu yenyewe, kwa sababu walikuwa ni watu wa njia mbili. Lakini Yesu leo kama a new Moses, Yoshua, Yesu inamaanisha Yoshua kwa Kiebrania hiyo. Yesu anaokoa watu wake na dhambi zao, ikiwa tu kama utaamini. Na kuamini inamaanisha kuachana ili kuambatana. Huo ni uwezekano, unakuja kama uwezekano, lakini ni uwezekano unaoweza kukatimia ikiwa unachagua kuamini. Sisi tumeamini na tunachagua kuamini tena. Karibu katika safari ya imani na matumaini. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa Yoshua wa pili
Yoshua mpya, sio tu Musa mpya, Yoshua mpya ambaye Baba umetupatia katika Kristo Yesu, aliyetutoa dhambini na anayetuongoza katika njia ya imani na utakatifu. Neema yako inatosha. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akazidi kuwa pamoja nasi, pamoja na msikilizaji wetu ambaye anakubali uongozi wa Musa wa pili, Yoshua wa pili, kuingia rahani mwako. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ndugu mtazamaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tunakukaribisha sana siku ya kesho, ambapo tunaenda kuangalia somo linalosema vuka, tua, gawa, tumikia. Karibu sana. Mwenyeji wako nilikuwa mimi Geoffrey Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amina.